Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, nimewaita leo hapa kuzungumza nanyi kwa niaba ya chama chetu na kupeleka ujumbe wetu kwa Watanzania na msimamo wa chama chetu kuhusu upandaji wa bei ya mafuta na gharama na athari zitakazojitokeza kwenye maisha ya kila Mtanzania. Kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ninawatakia heri Watanzania wote kuhitimisha mifungo ya kiimani Ramadhani kwa Waislamu hadi kusherehekea sikukuu ya Eid el-Fitr na Kwaresma kwa Wakristo hadi kusherehekea siku ya Pasaka. Chama chenu mnachokiamini, tunalazimika kuzungumza nanyi mambo muhimu ya nchi yetu, na katika mazungumzo haya mambo muhimu ya kuchukua hatua. Kama chama kikuu cha siasa nchini, tunakusudia pia kuwa na utaratibu wa kila mwezi kuzungumza masuala muhimu kuhusu nchi yetu yanayohusu siasa, uchumi, mahusiano yetu, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo huu ni utaratibu mpya ambao tunauanzisha, ambapo kwa kila mwezi chama chetu kitazungumza na Watanzania mambo yote yanayokuwa yamejitokeza kwa mwezi ambayo yanahusu usalama wa nchi yetu, masuala ya uchumi na masuala ya kisiasa. Watanzania wenzangu, leo ninazungumza nanyi sio kuhusu bei ya mafuta. Ninazungumza nanyi kuhusu maisha ya watu. Ninazungumza nanyi kuhusu nauli za kila siku. Ninazungumza kuhusu unga, mchele, samaki, mboga, maziwa, mayai na bidhaa muhimu mezani kwa mwananchi. Ninazungumza kuhusu mamalishe anayenunua bidhaa asubuhi na kuuza jioni. Ninazungumza kuhusu mfanyakazi anayelazimika kupanda daradara kila siku kwenda na kurudi kazini kwa mshahara ule ule ambao hujapanda. Lakini maisha yakiwa yanapanda bei, ninazungumza kuhusu bodaboda, bajaji, wafanyabiashara wadogo, wakulima, wavuvi, wasafirishaji na familia za kipato cha chini na cha kati. Leo wanabeba mzigo mkubwa zaidi wa uchumi baada ya hiki kinachoitwa upandaji wa bei ya mafuta. Ukweli wa haya yote ni kuwa kupanda kwa bei ya mafuta sio tu habari ya nishati, ni habari ya gharama za kuishi. Ni habari ya mfumuko wa bei. Ni habari ya uwezo wa mwananchi kuendelea kuishi kwa heshima, na kwa sababu hiyo leo tunapaswa kusema ukweli kwa uwazi, kwa takwimu na kwa ujasiri. Watawala batili wa CCM, hata katika ubatili wao, ni lazima waambiwe kwa nguvu ya umma, na umma uwalazimishe kufanya kile kilicho cha haki na ambacho wananchi wanakitaka ili kuwapa ahueni ya maisha. Ndugu wa Tanzania, kwa mujibu wa takwimu za EWURA za mwezi Aprili, bei elekezi ya mafuta zimefikia viwango kama ifuatavyo: petroli shilingi 3,820 mpaka shilingi 4,017. Hii 4,017 nazungumzia Tarime, nazungumzia Kigoma, nazungumzia maeneo mengine ya kanda ya Ziwa. Bei ya diesel imefikia shilingi 3,806 mpaka shilingi 4,003 kwa lita. Na ikumbuke kwamba siku 10 tu zilizopita bei ya diesel ilikuwa shilingi 2,854. Kwa hiyo imepanda kwa zaidi ya shilingi 1,000 kwa lita, na maeneo mengine 1,000 na zaidi. Bei ya mafuta ya taa kerosene shilingi 3,500 mpaka shilingi 3,800
82. Hizi sio namba za karatasi. Hizi ni takwimu za ofisi, sio takwimu za ofisi tu. Hizi ni namba zinazogeuza kuwa nauli ya daradara. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa bei ya unga sokoni. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa gharama ya kusafirisha chakula. Hizi ni namba zinazogeuka kuwa mzigo wa maisha kwa kila kaya ya Kitanzania. Kwa hiyo, anayesema bei ya mafuta ni mafuta tu, hajui maana ya uchumi wa mwananchi. Kwa Tanzania ya leo, mafuta yakipanda bei, nauli hupanda. Nauli zikipanda, chakula hupanda bei. Chakula kiisha panda bei, biashara ndogo huumia. Biashara zikiumia, mapato hushuka. Mapato yakishuka, huku bei zikipanda, maisha ya mwananchi kuingia kwenye mtego wa maumivu makubwa. Hapa ndipo bei ya mafuta hugeuka kutoka kuwa takwimu na kuwa mateso ya kila siku kwa mwananchi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, Chadema ndio chama kinachoweza kusema ukweli kwa niaba ya wananchi, na ni lazima tuseme ukweli wote. Serikali yenye uhalali, na hapo tunasema kama kungekuwa na serikali yenye uhalali wa watu, huwajali na kuwaonea huruma wananchi wake. Dunia inaweza kuanzisha mshtuko wa bei ya mafuta, lakini serikali inayowajali watu wake ndio huamua wananchi waumie kwa kiwango gani. Na hii ndio tofauti ya kisingizio cha uongozi uliopo. Serikali inapaswa kutatua kero na kuhakikisha maisha ya wananchi yanakuwa nafuu, huku huduma zikiwa zinapatikana kwa urahisi na kwa unafuu. Serikali haipaswi kulalamika na kutoa visingizio kwa mambo yanayotokea sehemu nyingine bila kugeuza ama kuchukua hatua za kuhakikisha wananchi hawaathiriki kwa kiwango kikubwa. Mambo yanayotokea huko kwingine, serikali makini inapaswa kujipanga na kuwa tayari kukabiliana na majanga na mambo mengine bila wananchi wake kuathirika. Ni dhahiri sasa, serikali isiyo na kibali cha watu haiwezi kuwajali watu wake, maana haijioni wala haiwezi kuwajibika kwa watu. Ndugu wa Tanzania wenzangu, katika uchambuzi wa bei ya petroli kama tulivyoeleza hapo juu, kuna sehemu ya gharama ya kimataifa, lakini kuna sehemu kubwa ya mzigo ambao unatokana na kodi na tozo mbalimbali za ndani ya nchi. Na hapa ndipo ninapoomba Watanzania wanisikilize kwa makini. Gharama ya kununua mafuta ya petroli au dizeli kwa lita inaitwa FOB, yani ukinunua kabla ya kuyasafirisha, inakadiriwa kufikia shilingi 1,800 mpaka shilingi 2,000 kwa lita. Gharama ya kusafirisha ambayo ni freight and insurance inakadiriwa kuwa shilingi 150 kwa lita ya Kitanzania. Kwa ukijumlisha hapo ni kama shilingi 2,100 kwa lita moja. Hapo mafuta yameisha safirishwa, yamefika mpaka Tanzania. Kwa hiyo ndio bei ambayo ilipaswa kuwa inauzwa pump price kama kusinge kuwa na tozo na kodi mbalimbali. Sasa kwa nchi yetu, ukichukua jedwali la tozo na ushuru mbalimbali na kodi, zinakadiriwa kufikia 16. Kwa mfano, petroleum levy kuna takriban shilingi 400. Ushuru wa bidhaa, yani excise duty, takriban shilingi petroleum levy ni shilingi 300. Ushuru wa bidhaa, yani excise duty,
kuna shilingi 400. Fuel levy takriban shilingi 500. OMC margin shilingi 300. Retail margin shilingi 170. Hapo kuna kodi zinaitwa demurrage, kuna railway levy na kodi nyingi rukuki ambazo zinawekwa kwenye kila lita moja ya mafuta. Lakini uchambuzi wa kina unaonyesha jambo moja la msingi kabisa. Kila shilingi 100 anayolipa mwananchi kwenye mafuta, takriban shilingi 31 ni tozo, ushuru na levi za ndani. Kwa tukienda kununua mafuta kwenye kituo cha mafuta, tukitoa shilingi 3,800 kwenye kila shilingi 100 uliotoa kwenye hiyo shilingi 3,000, kuna shilingi 31 ambazo ni tozo na kodi mbalimbali. Hiyo ina maana kwamba takribani 31% ya bei ya mwisho ya mafuta ni mzigo wa kodi na tozo ambazo zinachukuliwa na serikali. Na sio hilo tu, uchambuzi pia unaonyesha kuwa sehemu ya gharama zisizo za kodi, yani miundombinu ya ndani ya usambazaji, yani visivyo vya kikodi, ni takribani 4%. Kwa hiyo ukijumlisha ile 31% na 4%, kwa kuna karibia 35% ambazo zinachukuliwa kwenye haya mambo ya logistic, usafiri wa ndani na tozo mbalimbali. Kwa lugha rahisi kabisa, mzigo mkubwa unaoweza kujadiliwa kisera hauko kwenye usafirishaji peke yake au gharama kwenye soko la kimataifa au kupanda kwa gharama za bima na meli. Mzigo mkubwa uko kwenye eneo la kodi na tozo za ndani. Na hapa ndipo mjadala wa kitaifa unapaswa kuwa na watu wazima wa takwimu na uwajibikaji, kwa sababu kama 31% ya bei ya mwisho ni mzigo wa kodi, basi mamlaka haiwezi kujificha nyuma ya hoja ya kwamba tatizo lolote duniani. Hapana. Dunia inaweza kuleta mshituko, lakini ndani ya bei hiyo mamlaka inachangia kwa kiasi kikubwa kupanda kwa bei. Na hapa kuna ukweli mwingine wa muhimu sana wa kisera. Iwapo mamlaka ingepunguza mzigo wa kodi na tozo japo kwa 10% tu, bei ya mwisho ya mafuta ingeweza kushuka kwa takriban shilingi 382 kwa lita. Sasa fikiria maana yake kwa uchumi wa mwananchi. Leo kila mtu, bunge dhalimu lisilokuwa na ridhaa ya wananchi, lililopaswa kusemea wananchi na kuwatetea wananchi kwenye masuala haya, linasingizia vita ya Mashariki ya Kati, vita ya Irani na Marekani na upande mwingine Israeli, kwamba ndio vimesababisha upandaji wa mafuta. Na inasikitisha sana. Lakini ukweli wa kisera kama nilivyosema unaonyesha kwamba tozo na kodi ni nyingi mno kwenye kila lita moja ya mafuta ambazo inasababisha mwananchi kupata mzigo huu. Sasa fikiria maana yake kwa uchumi wa mwananchi. Shilingi 382 chini kwa bei ya petroli. Kwa hiyo kama kwenye kituo cha mafuta tumenunua mafuta kwa sasa shilingi 3,802, ukitoa shilingi 382 unazungumzia shilingi 3,500 kwa lita moja. Hutanunua tena 3,800, utanunua 3,500. Hiyo ni kama umeondoa 10% tu. Ukiondoa 20%, ina maana bei ya petroli na diesel itashuka kwa zaidi ya shilingi 700. Kwa hiyo kwenye kituo cha mafuta tutanunua diesel kwa shilingi 3,100 badala ya shilingi 3,800 tunayonunua sasa. Hivyo hivyo kwenye mafuta ya taa, hivyo hivyo kwenye petroli. Hiyo ni afueni
ya moja kwa moja kwa watu wa daradara, na kama watu wa daradara watapata ahueni, maana yake hawatapandisha bei ya nauli ambayo inakwenda kumwathiri mwalimu ambaye mshahara wake haujapanda. Yeye mshahara wake uko pale pale, lakini bei ya kusafiri kutoka nyumbani kwake kwenda kwenye kituo chake cha kazi inaenda kuongezeka. Kwa hiyo ukipunguza hiyo gharama, haitamwathiri mtu wa daradara, na isipomwathiri mtu wa daradara, haitamwathiri mwalimu, haitamwathiri mfanyakazi wa kawaida anayetoka nyumbani kwake kwenda kufanya kazi kwenye hoteli Mbezi Beach. Kwa hiyo maisha yatakuwa ni ahueni kwa huyu mwananchi. Ukipunguza hiyo 10%, utamsaidia mtu wa bodaboda ambaye tunajua hii ni industry kubwa inayoajiri vijana wengi wa Kitanzania ambao wamemaliza vyuo vikuu. Serikali imeshindwa kutengeneza opportunity, fursa zao za kuajiriwa, wamejiajiri kwenye bodaboda. Unapopandisha bei ya mafuta, maana yake huyu mtu wa bodaboda atalazimika kupandisha bei ya nauli, na akipandisha bei ya nauli, pengine atapunguza wateja, watapungua kwenye kusafiri, au wengine wataacha kusafiri, ataathirika. Sana sana bei zimebaki pale pale. Kwa hiyo margin ya profit ya kwake, margin ya faida, ule uwezo wa kupata faida unapungua. Kama alikuwa anapata shilingi 10,000 huyu mtu wa bodaboda kwa siku, sasa atakuwa anapata shilingi 5,000, na hapo hawezi kumpelekea tajiri wake. Na hapo tunazungumza kuhusu bajaji, tunazungumza kuhusu maroli yanayoleta vyakula, kwamba ukipandisha hii bei itapandisha ya maroli. Bidhaa zinapofika sokoni Kariakoo, zinapofika chakula kitakapofika Mabibo, kitakapofika Mwanza, kitakuwa kimepanda bei. Unapunguza hiyo bei, inakwenda kuathiri moja kwa moja usafirishaji wa biashara ndogo ndogo, gharama za kila siku za maisha. Hiyo sio nadharia, hiyo ni masuala ya sera, na masuala ya sera hayo hutambua jambo moja kubwa, kuwa ahueni inawezekana na kupunguza maumivu ya wananchi kunawezekana. Kinachotakiwa sio miujiza, isipokuwa kinachotakiwa ni uamuzi wa kisera, na hapo ndipo mjadala unapobadilika kabisa. Ndugu wa Tanzania, haya yote ninayoeleza yana maana gani? Ukweli ni kuwa yanamaanisha mwananchi halipi tu mafuta, mwananchi halipi tu bei ya soko la dunia, mwananchi halipi tu gharama ya uagizaji wa mafuta, mwananchi pia analipa uzito wa maamuzi ya ndani ya kisera. Kila Mtanzania halipi tu gharama ya mafuta, halipi tu bei ya soko la dunia, halipi tu uagizaji wa mafuta, analipa gharama za sera mbovu za Chama cha Mapinduzi. Anazilipia kwenye kila lita ya mafuta anayonunua, au kwenye kila nauli anayopanda ya daradara. Kwa hiyo serikali au mtu akisimama kusema bei zinapanda duniani, hatuna la kufanya, hapo atakuwa anasema nusu ya ukweli, kwa sababu ukweli kamili ni huo, ndio huo: dunia imeongeza mshituko, hilo ni la kweli, lakini mamlaka imeamua kiasi gani cha mzigo wa ndani kibaki juu ya mgongo wa mwananchi, na hapo ndipo uwajibikaji wa kisera unapoanzia. Mamlaka ndio inaweza kuamua watu au kuendelea kuwaumiza. Ndugu wa Tanzania, wakati mwingine hoja ya ndani huonekana ya kawaida hadi pale unapoiweka kwenye meza ya ulinganifu wa kikanda, yaani nchi majirani, na hapo ndipo data zinapozungumza. Sasa hapa tunataka tuzungumze kuhusu nchi zinazotuzunguka. Wakati Tanzania bei zipo juu kwa kiwango tulichoeleza hapo awali, huku kodi ikiwa 31% kwenye kila lita ya mafuta. Kwa takwimu za kikanda za mwezi Aprili, picha inaonekana hivi: Kenya bei ya petroli ni shilingi 3,700, sisi ni shilingi 3,890.
Bei ya diesel Kenya ni shilingi 3,680 ambao ni pungufu kwa shilingi 200 kwa Tanzania. Hapo ni Kenya. Mzigo wao wa kodi ni 28%. Uganda, petroli ni shilingi 3,600. Pungufu shilingi 300 na kitu kwenye lita tunayonunua hapa. Diesel shilingi 3,500. Pungufu napo karibia shilingi 300 na kitu. Kodi 27%. Sisi kodi 31%. Rwanda, bei ya diesel, bei ya petroli shilingi 3,750. Kodi 30%. Diesel shilingi 3,720. Kodi yao 30%. Zambia, bei ya petroli shilingi 3,800. Diesel shilingi 3,777. Kodi 30%. Kuna jambo moja la muhimu la kuzungumza hapa. Kwenye nchi zote hizi nilizozitaja, ukiondoa Kenya ambayo ina bandari yake peke yake, nchi ya Rwanda, Uganda, Zambia, zote zinatumia kodi, zinatumia bandari ya Dar es Salaam kusafirisha mafuta yao. Maana yake wanalipa gharama zaidi ya storage, wakija wakiweka kwenye matenki yetu, wanalipa gharama zaidi ya umbali, kwa maana ya maroli yanabeba kutoka hapa kwenda Rwanda. Ukipiga kilomita za kutoka hapa mpaka Tarime ni zaidi ya kilomita za kutoka hapa mpaka Rwanda, ni zaidi ya kilomita kutoka hapa mpaka Zambia, Kaprimposhi, ni zaidi ya kilomita kutoka hapa mpaka Uganda, Kampala. Hawa hawana bandari, wanapitishia kwetu, lakini bei ya mafuta kwao ni chini kuliko bei ya mafuta Tanzania. Maana yake, maana halisi ya jambo hili kisera ni kuwa bado kuna nafasi ya kufanya ahueni ya kodi, tax relief ya muda bila kuvunja mantiki ya kiuchumi. Katika hili wa Tanzania ni vyema tuunganishe nguvu ya umma ili kuwa na mjadala huu ambao utahakikisha utatufikisha kwenye kupunguza maumivu haya ambayo hatuna sababu yoyote ya kuyavumilia. Ndugu wa Tanzania, tunaposema mafuta yamepanda, watu wengine hudhani ni mjadala wa sekta ya nishati tu. Hapana, huu ni mgogoro mpana wa gharama ya maisha, kwa sababu mafuta ni uti wa mgongo wa mzunguko wa bei katika uchumi. Mafuta yanagusa usafiri wa umma, maroli ya kusafirisha chakula kama nilivyosema hapo awali. Mafuta yanagusa kilimo na usafirishaji wa mazao. Mafuta yanagusa uvuvi, kwa sababu boti zote zinazoingia ziwani na baharini zinatumia mafuta. Mashine na generator, biashara ndogo kama vinyozi wanaonyoa kwa kutumia generator. Yanagusa usagaji kwa vijijini ambapo hakuna umeme, watu wanasaga kwa kutumia mafuta. Ujenzi na vifaa vya ujenzi, mafuta yanagusa. Usafirishaji wa dawa muhimu, dawa zote tunazotumia binadamu, mafuta ndio yanatumika kusafirisha. Mzunguko wa bidhaa kutoka bandarini hadi sokoni. Kwa hiyo mafuta yakipanda bei, daradara huanza kubeba shinikizo, maroli huanza kuongeza gharama, wafanyabiashara huanza kurekebisha bei, masoko ya ujumla huanza kupandisha bei, wachuzi, yani watu wanaouza kwa retails, rejareja, huongeza wigo wa faida, yani margin, kwa hofu ya mshtuko unaofuata. Wananchi hujikuta wanalipa gharama kubwa zaidi kwa kila siku. Kwa lugha ya uchumi, hii ndio tunaita cost push inflation shock. Yaani ni hali ambayo bei ya mafuta ikipanda, halafu kila kitu kingine kinaanza kupanda kwa sababu ya mafuta hayo. Jambo hili linahitaji kama nchi kuwa waangalifu sana, kwa sababu hata kwenye ripoti vichwa vya habari vinaweza kuonekana imekaa sawa, wananchi bado wanaweza kuumia
Mwananchi wa kawaida haishi kwa vichwa vya habari vya magazeti. Mwananchi wa kawaida wala majadwali ya takwimu. Mwananchi wa kawaida anaishi kwa hali halisi. Ndugu wa Tanzania, katika kila mgogoro wa kiuchumi kuna swali moja la msingi sana: nani anabeba mzigo? Hilo tumeshalieleza kwa undani zaidi kwamba mwananchi ndio anabeba mzigo. Tutakumbuka Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati anaitwa Bwana Mataragio alitoka na akawaambia Watanzania kwamba bado tuna hifadhi ya mafuta ya kutumia kwa miezi mitatu. Na kama mnavyokumbuka, tangu baada ya vita ya Uganda na Tanzania miaka ya 79, Mwalimu Nyerere alijenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya Tipa baada ya kujifunza kwamba kunaweza kutokea dharura na nchi ikaingia kwenye crisis, kwenye matatizo. Mwalimu akajenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya Tipa ambayo yako Kigamboni, na matenki haya yamekuwa yakihifadhi mafuta ya ndani ya nchi na mafuta ambayo yanasafirishwa kwenye nchi ambazo zinatumia bandari yetu. Na ndiyo maana Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati alituambia kwamba kuna mafuta ya miezi mitatu. Sasa kama tuna mafuta ya miezi mitatu ambayo huu mgogoro ulipoanza huko yalikuwa tayari yako ndani ya nchi, inakuwaje hayo mafuta yapande bei ghafla kabla ya ingizo la mafuta mapya ambayo yameingia nchini? Lakini vile vile kuna swala ambalo la makatel, watu ambao wamejimilikisha uchumi wa nchi yetu, wanaonunua mafuta na kuagiza mafuta kutoka nje. Kampuni moja, tuna taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwamba kampuni moja ambayo inaubia na watu wakubwa walioko serikalini ndiyo ilipewa tenda ya kuagiza mafuta peke yake na TPDC, na yenyewe ndio ina control kwa monopoly bei za mafuta na kusababishia Watanzania matatizo makubwa namna hii. Kwa hiyo hitimisho, Chadema tunasema nini na nini tunachotaka kifanyike kwa haraka? Chadema inaamini kuwa watawala dhalimu wameshindwa kuchukua hatua madhubuti kulinda wananchi dhidi ya hatari za soko la kimataifa na mifumo dhaifu ya ndani inayochangia kupanda kwa bei hizi. Kwa hiyo leo, kwa sauti ya uwazi, kwa sauti ya uadilifu, kwa sauti ya uchumi wa mwananchi, tunasema tunazitaka mamlaka zitekeleze, na Watanzania kwa sauti moja tudai haki hii ya maamuzi ya kupata ahueni kwenye mafuta kwa kutaka yafuatayo yafanyike. Moja, kuondoa kodi na tozo zote takribani 18 kwenye mrorongo wa bei ya lita ya mafuta. Jambo hili liendane sambamba na kuweka wazi mfumo wa utaratibu wa uagizaji wa bei ya mafuta katika hali iliyopo sasa nchini. Kwa tunataka tozo na kodi mbalimbali ambazo zinafikia 18 ziondolewe, serikali ziondoe, hii serikali dhalimu, ili kuwapa wananchi ahueni. 2, mamlaka itangaze mara moja mpango wa ahueni wa bei ya mafuta kwa muda, yani temporary fuel relief window ya siku 60 mpaka 90. Tunaitaka mamlaka husika kutoa ruzuku ya muda, yani targeted subsidy, ili kuwalinda wananchi na sekta nyeti kama usafirishaji na kilimo. 3, mamlaka iandae na ilete mpango wa dharura wa kuzuia kupanda kwa bei ya mafuta, yani fuel shock, kugeuka kuwa hatari ya bei ya vyakula, yani food crisis. 4, na mwisho, kwa vile mamlaka ilitoa taarifa kwa Watanzania kuwa nchi ina akiba ndani ya mafuta kwa miezi mitatu mbele, mamlaka idhibiti bei kwa miezi mitatu
kwa sababu hayo mafuta yalikuwa tayari yako ndani ya nchi na tunaamini yalikuwa kwenye hifadhi zetu ambayo yamefanywa na bulk procurement, lakini vile vile yamehifadhiwa kwenye matenki ya kwetu ya TIPA. Chadema tunasisitiza kuwa hali hii siyo ya kuvumilika na haiwezi kuvumilika. Ni wajibu wa mamlaka husika kuwalinda wananchi wake kwa vitendo, si kwa maneno. Tumechoka na maneno yao, kila siku wanaongea wanatuimbia. Sisi hatutaki hayo maneno. Wajibu wa mamlaka ni kulinda wananchi. Kupanda bei ya mafuta ya diesel na petroli kwa kiwango cha kuumiza wananchi namna hii si jambo la bahati mbaya, bali ni matokeo ya uzembe, wizi, ufisadi kama ilivyothibitishwa kwenye ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, ukosefu wa uwajibikaji na sera mbovu zinazoumiza mwananchi. Hatutakubali nchi iendeshwe kwa maamuzi yanayowaumiza wananchi huku wachache wakinufaika. Tunataka haki, tunataka unafuu wa maisha na tunataka vifanyike sasa. Asanteni kwa kunisikiliza.